Unajua kuna vitu vimemisi ndani ya kanisa. Kuna vitu vimemisi ndani ya watakatifu. Kuna vitu vingi sana vimepungua, vimetoweka ndani ya watakatifu, ndani ya kanisa. Vimepungua. Hata ile radha ya wokovu imepungua, imetoweka. Imebakia kwa wachache sana, kwa wachache sana. Kuna vitu vimemisi vinavyohamasisha na kuleta shauku ndani ya watakatifu, ndani ya watakatifu. Nakumbuka mfano, kuna kipindi fulani tulikuwa tuna nyimbo ambazo zinatuhamasisha kama wimbo huu unasikia, vijana msilale, lale lale, vijana msilale, bado mapambano na sisi hatulali, lali lali, na sisi hatulali, bado twapambana, vijana msilale, lale lale, vijana msilale, bado mapambano na sisi hatulali, lali lali, na sisi hatulali, bado twapambana, ramanokoroko zata. Yaani nyimbo hizi zinakusisimua roho, nafsi na mwili. Unajiona kama vile bonge la shujaa, bonge la giant, mwamba. Yaani unajiona, yaani unamwona shetani kama vile kakitu kadogo sana, unaweza ukakaweka kwenye mkono na kukakunja na kukatupa kule. Yaani unapata ujasiri. Hata mtu akikwambia wokovu hamna kitu, yaani ulikuwa unamwona kama vile sijui nini. Unaona, kuna vitu vimemisi sana. Tunatakiwa turejeshe hivyo vitu vinavyoleta radha ya wokovu, vinavyoleta kwamba wokovu ni kitu cha thamani sana. Sio kitu tu cha kuchezewa, sio kitu tu ili mradi, sio kusema tu nimeokoka. Rikaramando kopozata. Bwana, turejeshe nyakati za kuburudishwa tukiwa hapa duniani. Turejeshe nyakati za kuleta nguvu yako na uwezo wako hapa duniani, nyakati za uamsho wenye kuleta tija na mabadiliko katika ulimwengu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa uwezo wako na upendo wako, kwa kuwa umefanya na utatenda, katika jina la Yesu Kristo. Amen.